Unatazama ER Media TV Tabora Town. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunaendelea na mada zetu ambazo tunazokuwa tunatoa katika mitandao yetu ya kijamii mbalimbali. Nitafute kwenye YouTube Idrisa Adam Kirahinda, utanikuta hapo. Lakini Facebook ukienda TikTok utanikuta katika jina hilo. Leo tunakuja na mada nzuri na tuna muendelezo ule. Lakini leo tunasema anwa'u sihri, aina za uchawi. Unatazama ER Media TV Tabora Town. Ili uweze kufahamu kwamba uchawi ulionao mwilini ni uchawi wa aina gani, au ni uchawi ambao umefanyiwa ni uchawi uko vipi, ndiyo mada ambayo leo tunayokuja nayo. Aina ya kwanza ya uchawi ambao uko katika jamii na watu leo unawasumbua ni sihru tafriq. Huu uchawi mbwana, ukipigwa, watazamaji, ukipigwa uchawi huu uchawi unahusika kwanza na kufarakanisha. Sihru tafriq, yani mtu anapofanyiwa uchawi huu anafarakanishwa, kwa maana ya mke na mume walikuwa wanapatana, sasa magomvi yanaanza. Labda mtoto na mama yake, na hasa kwa wale watoto wa kiume ambao changamoto zao wanapokuwa wameoa wanawake ambao wasiokuwa na dini, wasiokuwa na maadili, mara nyingi sana wakiwaoga waume zao kwamba ili wasiweze kuwasaidia wazazi wao, yani wale watoto wa kiume wasiweze kuwasaidia wazazi wao. Sasa ukiona katika jamii hawakukubali, jamii haikupendi, basi moja kwa moja kuna uchawi ambao unaitwa sihru tafriq. Huu ni uchawi ambao unaojihusisha na masala mazima ya kufarakanisha na kusambaratisha kweli kweli. Kwa hiyo huu ni uchawi wa aina ya kwanza. Kwa hiyo ukiona mke au ukiona mume anamchukia mwanamke, mwanaume anamchukia mwanamke, au baba anamchukia mtoto, au mtoto anamchukia baba, basi eneo hilo, kabla ya kufika kutoa radhi kwa baba, au kabla ya kutoa vitu vyovyote ambavyo ukimwambia mtoto anakula hasara, basi ni lazima kwanza mjichunguze upande wa pili, muangalie kama mko sawa. Uchawi wa pili ambao ni uchawi ambao umeenea sasa Tanzania na nje ya Tanzania, sihrul mahabbati, uchawi wa mapenzi. Uchawi wa mapenzi ambao atiwala unaitwa limbwata. Hii limbwata mara nyingi sana huwa inatokea pale ambapo mwanamke anatumia nguvu kubwa ya kutafuta baadhi ya vitu anamfanyia mume wake ili aweze kumpenda. Mwanamume mwenyewe na yeye anaenda anatafuta baadhi ya vitu anamfanyia mke wake. Na hata wale ambao ni mabachela hawajaoa wanatumia nguvu sana ya uchawi wa mapenzi kuwashawishi wanadada kuingia katika zinaa, na hii tunamwomba Mwenyezi Mungu kiukweli atuepushe na hili jambo. Lakini vile vile sihru takhyili, huu ni uchawi wa mazingaombwe. Sihru takhyili, huu ni uchawi wa nini? Wa mazingaombwe, ambao uchawi huu ni uchawi ambao ukija kuangalia hakika yake unakuwa tunasema ni kiini macho, kama kiini macho. Unajua hata zamani sisi kipindi tunasoma shule za msingi walikuwa akija wale watu wa mazingaombwe shuleni, wanakuambia achukua hilo gazeti, tafuna gazeti, au mnaliweka sehemu fulani, akija akitoa hivi anatoa shilingi 10,000. Sasa ukitaka kujua kwamba ni uchawi wa mazingaombwe ni kwamba yule kwa nini ana wakati wa kwenda kumwangalia lazima mtoe hela, na kati yeye mwenyewe akitengeneza lile gazeti ana uwezo wa kufanyaje, wa kuwa labda gazeti lile ni hela. Umeelewa? Sasa ilikuwaje tena anachukua kiingilio? Kwa hiyo huu ni uchawi ambao ni wa mazingaombwe. Kwa hiyo uchawi huu mara nyingi sana hakikatan kwenye macho na kuonyesha ni kitu fulani, lakini uhalisia wake sio kile kitu. Lakini vile vile uchawi mwingine ambao ni uchawi huko katika jamii, sihrul junun, ni ule uchawi wa wendawazimu. Ukipigwa huu shekhe, unakuwa ni mtu ambaye tayari unaanza kuokota makopo, utatembea uchi, utakula jalalani. Uchawi wa wendawazimu, uchawi wa kuchanganyikiwa, kuvurugika akili, neva za akili hapa zinakuwa zimechanganywa vizuri kweli kweli. Lakini vile vile kuna uchawi mwingine unaitwa sihrul khumuli. Huu ni uchawi wa uchovu, uvivu
unapigwa uchawi wa uchovu, na hawa ni kwa wale wafanyakazi. Ninyi ambao mko maofisini, mko maserikalini, mko mmeajiriwa, angalieni sana unapokuwa ni mvivu kwenda kazini. Yani mtu asubuhi anapoamka analala zaidi ya mara 3, anarudi kwenye godoro zaidi ya mara 3, anaweka na alamu ya simu kabisa, lakini kwa kuwa amepigwa uchawi wa uchovu, uchawi wa uvivu, basi anakuwa ni mvivu kupitiliza maelezo. Kwa hiyo wewe mwenyewe utachagua katika aina hizi za uchawi ninazozitaja. Je, kwenye mwili wako kuna changamoto ipi? Na uzuri uchawi hizi uchawi zote ambazo mimi ninazozungumzia ni zile ambazo zinazotoa mwangaza kwenye mwili wako. Kwa hiyo taarifa utapewa kwenye mwili wako wewe mwenyewe. Lakini pia uchawi mwingine sihirul hawatifu. Vijana wale wanakuambia ni uchawi wa mawasiliano, kwamba shekhe, ukipigwa huu kwanza ni uchawi wa sauti. Unaagiziwa shekhe, viumbe wanakuwa wanakuita mpaka jina lako, fulani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu uchawi anapigiwa mtu kutumiwa salamu kwamba mimi 1 2 3, nategemeana tuna uchawi huu namna utakavyonuiwa katika kule unakokwenda. Lakini vile uchawi mwingine sihirul maradhi, ni uchawi ambao mtu anaopigwa wa maradhi. Shekhe, wallahi ukipigwa uchawi huu wa maradhi ni unakuwa ni mgonjwa, na hata unapoenda hospitali mbalimbali watakupima, watakwambia wewe una UTI, wewe una nini, wewe unaishi. Unatazama ER Media TV Tabora Town. Kwa hiyo ukipigwa uchawi huu wa maradhi ni uchawi ambao unakuletea mawazo makubwa. Saa zingine unaweza ukaenda hospitali unaambiwa hauna ugonjwa, utaenda mpaka hospitali kubwa unaambiwa hauna ugonjwa, lakini mgonjwa amelala kitandani. Haya tunayoyasema katika jamii yapo. Lakini vile unaweza ukapigwa uchawi huu wa maradhi bado ukaonekana na malaria ambayo inayokusumbua, haisikii dawa, dozi umemaliza, lakini ugonjwa bado uko pale, kwa sababu siku zote uchawi wa maradhi unakuja kuvuruga neva na mfumo wa mwili, na wewe uonekane kila siku ni mtu wa maradhi. Lakini vile uchawi mwingine sihirun nazifi, kwa wale wa kina dada, unapigwa uchawi wa kutokwa na damu, alistihaba, hedhi ya muda wote. Damu unakuwa unaingia siku zako kila siku mwanamke. Huu ni uchawi ambao kwenye jamii upo, na wanawake wengi wamefitinika, ndoa zao zimeharibika kupitia uchawi huu. Watu wakina dada hawaolewi, wakina mama wanaachika kwa kupitia uchawi huu. Kwa hiyo sihirun nazifi ni moja ya uchawi ambao unaopatikana katika jamii yetu. Lakini vile kuna sihiru taatili zawaji, kuna ule uchawi wa kukwamisha ndoa. Mashallah, mwanadada ni mzuri, huwezi kumwangalia mara 2 umetoa majawabu, lakini kwa nini hawaolewi? Au kwa nini dada huyu haolewi? Kabla ya kuanza kusema kwamba wazuri huwa hawaolewi, angalieni chini ya carpet kuna jambo gani ambalo linaloendelea. Kwa hiyo ukipigwa uchawi sihiru taatili zawaji ni ule uchawi wa kukwamisha mipango ya ndoa. Mchumba amekuja, akitoka harudi. Wewe mwenyewe mwanaume unaweza ukapigwa. Kila mwanamke unayemuona ni mbaya, labda kasoro dada zako, labda na mama ndio unayowaona labda kwako wanakupendeza zaidi, kwa maana ni wazuri zaidi. Lakini hawa kisheria hauruhusiwi kufanyaje? Kuwaoa. Lakini wale ambao unaruhusiwa kuwaoa, wewe wote unaona wabaya. Ukijiona huko katika hali ya namna hiyo, basi ujue umesibiwa na uchawi wa kukwamisha mipango ya ndoa. Uchawi wa mwisho ambao ni halali, na hapa ndugu watazamaji, naomba mnisikilize. Uchawi wa mwisho ambao katika haya magrupu ya uchawi niliyoyataja 9, lakini huu uchawi wa 10, asihirul halalu, ambao ni uchawi wa halali. Ni uchawi upi huu? Uchawi wa halali kwanza ni mtu kuwa na maneno matamu. Siku zote katika jamii au katika ndoa, ili uweze kuilinda ndoa yako, jitahidi uwe na maneno mazuri kwa yule ambaye ni mwenza wako, kwa maana ya mume, mke, baba na wengineo, hata katika jamii ambayo unayoishi nayo, hata katika wale ambao wewe unafanya nao kazi, jitahidi kuwa na maneno yaliokuwa mazuri dhidi yao. Lakini vile tabia njema. Tabia njema nayo ni uchawi wa halali. Tabia njema, acha tabia mbaya.
Hii ni miongoni mwa falsafa nzuri ambazo zinaweza zikakufanya wewe ukapendeka kwenye upande wa jamii. Lakini ukarimu, huu ukarimu ukiutekeleza vizuri na watu wakakukubali, utakuwa hauna haja ya kutumia nguvu nyingi kulitangaza jina lako, watu wakupende. Hapana, bali haya ambayo niliyoyataja, ukarimu, hekima, tabia njema, kiasi kwamba ambacho unaihurumia jamii, basi utaziteka nyoyo za wanadamu. Nyoyo za wanadamu utaziteka, nyoyo ya mme wako utaiteka, nyoyo ya mke wako utaiteka. Kwa hiyo bila kutumia nguvu kubwa. Lakini vile vile kwa upande wa mwanamke, hapa naomba tusikilizane vizuri. Wakina dada, mama zangu, ni washauri, hasa wale ambao wako ndani ya ndoa, wa dini zote, ni washauri kwamba uchawi wa halali kwa upande wa mtoto wa kike ambaye aliyeolewa, cha kwanza kabisa ni lazima ajilazimishe kuwa na tabia njema, na hii ni katika mafundisho. Lakini hata kimila, ukija kimila, bado tabia njema inapendwa na ilifundishwa hata kimila kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo dini ya Kiislamu ilivyokuja kufundisha umma kwa ujumla, bado unasisitiza tabia iliyokuwa njema, na ndivyo hata kitabu chetu kinavyosema kwamba tabia njema ndiyo msingi mkuu wa maisha ya mwanadamu. Unatazama ER Media TV Tabora Town. Naam, ndugu mtazamaji, nimesema mtoto wa kike ambaye yuko ndani ya ndoa lazima ajipambe na tabia zilizokuwa nzuri, maneno mazuri kwa mume wake, maneno mazuri katika jamii ambayo inayomzunguka. Hii inapelekea yeye kuonekana ana tabia iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo mwanamke ni lazima achukue nafasi ya usafi kwa mume wake. Leo kuna wanawake, wallahi inakuwa ni mtihani mkubwa. Tunaposema mazingira haya, ndio mazingira ambayo wanaume wengi huko nje wanaenda kukutana nayo. Leo kupendeza kwa mwanamke imekuwa mpaka atoke. Leo utamwona mwanamke anapaka shedo, anapaka wanja, mara lipostiki, mara sijui nini. Ghasia zinakuwa nyingi. Kwa hiyo anapotoka ndio mpaka mwanaume anasema alhamdulillah, mashallah, kumbe nilichagua. Yaani kumbe mke wangu mimi ni mzuri, kwa sababu hajazoea kukuona anapotoka kazini akakukuta katika hali ya kuwaka. Badala yake leo mpaka misibani leo anaenda wanawake wameenda wamejipamba. Lakini vile vile katika huu uchawi wa halali utaona ni namna gani sheria au dini inatufundisha kwamba ni namna gani maisha ya ndoa yaweje. Kwa hiyo hata kwa upande wa mwanaume, lugha iliyokuwa nzuri itakusababisha mke wako akupende. Leo kuna wanaume tumekuwa na tabia mbaya, tabia chafu kwa wake zetu, ndio maana mwanamke anakuwa hana amani. Yaani kifupi, wanaume wakiondoka nyumbani ndio mwanamke anakuwa na amani, lakini mwanaume akirudi nyumbani kuanzia familia, yani mpaka panya wanajua adui kafika. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo, au haya ni baadhi ya mambo ambayo tukiyatekeleza vizuri zaidi na yale ya kujiepusha tukajiepusha vizuri zaidi, hasa Mwenyezi Mungu akatufanyia zepesi katika mambo yetu ambayo ni ya kila siku. Lakini kwa kuwa mada yetu ilikuwa ni ya masala ya uchawi, lazima tuangalie ni namna gani tunaweza tukagundua kwamba kwa nini tunaleta mada za namna hii. Unatazama ER Media TV Tabora Town. Kwa kuwa tunaendelea na mada yetu hii ya aina za uchawi tulivyozitaja zile 10, sasa ili tujue alama ambazo ukiwa nazo ndani ya mwili unajua mimi nimesibiwa na maradhi ya uchawi. Alama hizi ninazozitaja ujue kabisa, ndugu mtazamaji, kwa kupitia mitandao yetu hii ya kijamii utaenda kuangalia mada hii. Ikiwa Facebook unapatikana kwa jina la Idrisa, TikTok unapatikana kwa jina la Idrisa Adam Kirahinda, pamoja na YouTube unapatikana kwa jina la Idrisa Adam Kirahinda. Kwa hiyo mada hii tunapoendelea nayo tunajifunza kwamba
Moja ya alama ambazo ukijiona katika mwili wako zimetawala sana, basi ujue umesibiwa na uchawi. Alamun shadidun inda aljima'in wa fuqdanu arraghbati. Cha kwanza kabisa lazima ujue kuna maumivu yanayopatikana makali. Unatazama ER Media TV Tabora Town.